Kauli kali ya Askofu Bagonza yazua taharuki nchini Tanzania. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika hali isiyo ya kawaida kwa kiongozi wa kidini Askofu Benson Bagonza wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri nchini Tanzania, Dayosisi ya Karagwe amezua mjadala mpana nchini baada ya kutoa kauli kali kuhusu hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Akihojiwa na vituo vya Vote Media na Jambo TV kupitia mitandao ya kijamii, ujumbe wake umeenea kwa kasi ukigusa hisia za maelfu ya Watanzania na kuibua hisia tofauti miongoni mwa wanasiasa, viongozi wa dini na wananchi wa kawaida. Katika mahojiano haya, Askofu Bagonza alionekana wazi kushindwa kuvumilia kile alichokiita unyanyasaji wa wazi dhidi ya chama kikuu cha upinzani nchini, Chadema. Na kwa uchungu mkubwa alifananisha hali ya sasa ya kisiasa na maigizo, akisisitiza kwa uchaguzi unaofanyika bila ushiriki wa Chadema hauwezi kuitwa uchaguzi halali. Kauli hii imepokelewa kwa pigo kwa mfumo wa uchaguzi na dalili za kutoridhika kwa viongozi wa dini na wanajamii juu ya mwenendo wa kisiasa unaoshuhudiwa nchini Tanzania. Na wakati taarifa hizo zikiendelea kusambaa, malalamiko kutoka kwa wanachama wa Chadema yamekuwa kisikika kote nchini. Wamedai kuwa fomu za kugombea ubunge na nafasi nyingine za uongozi zimekuwa zikipatikana kwa upendeleo mkubwa, huku maafisa wa uchaguzi wakilaumiwa kwa kuficha au kuchelewesha utoaji wa fomu kwa wagombea wa upinzani. Hali imechochea madai ya njama kubwa dhidi ya Chadema, ikilenga kuwakwamisha kabla hata kampeni kuanza rasmi. Kauli ya Askofu Bagonza imekuja wakati ambapo imani ya wananchi katika uchaguzi huru na wa haki imekuwa ikidorora nchini. Kwa sauti ya kukata tamaa, alionya kuwa pasipo mabadiliko ya kweli, basi nchi ya Tanzania inaweza kujikuta ikielekea njia ya mataifa yaliyoyumbishwa na migogoro ya kisiasa iliyoanzia katika chaguzi zisizo za haki. Na kwa kutumia mifano ya kihistoria ilionyesha kuwa usaliti wa haki ya wananchi kuchagua viongozi wao unaweza kuleta vurugu zisizotabirika. Na katika mitandao ya kijamii, Watanzania wengi wameonyesha mshikamano naye, wakimtaja kuwa mmoja wa viongozi wachache wa dini waliothubutu kusema ukweli, wakati ambapo wengi wameamua kukaa kimya. Kwao, sauti ya Askofu Bagonza ni mwanga wa matumaini katika giza la kisiasa linaloongezeka nchini humo. Na licha ya kauli hizo kutikisa duru za siasa, Chama cha Mapinduzi na serikali bado hawajatoa msimamo rasmi, na viongozi wake wameonekana kuepuka kutoa majibu ya moja kwa moja kuhusu tuhuma hizo, huku mazungumzo yakiendelea kwenye jukwaa la umma kuhusu uwazi wa mchakato wa uchaguzi ujao. Kwa upande mwingine, ndani ya Chadema hali ya tahadhari imeongezeka, huku baadhi ya wanachama wakionya kuwa chama hicho hakitasita kujiondoa kwenye uchaguzi iwapo mazingira hayatarekebishwa. Hii inaweka presha kubwa kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi na taasisi nyingine kuhakikisha usawa na uwazi unazingatiwa. Kauli ya Askofu Bagonza sasa imegeuka kuwa nembo ya ujasiri na wito wa haki kwa taifa, akiwa amesimama katikati ya imani ya dini na utashi wa siasa. Sauti yake imebeba ujumbe mzito unaovuka mipaka ya siasa na kufikia moyo wa wananchi wanaotamani mabadiliko ya kweli. Na katika wakati ambapo sauti nyingi zimepoa, ujumbe wa askofu huyo umebaki kusikika kwa nguvu kama wito wa tahadhari kwa taifa linalosubiri uchaguzi wa kihistoria.